Mchague Kristo Yesu mchana leo. Unapoomba pale nyumbani, omba ukimaanisha ya kwamba uko mtu wa uzima. Katika mifungo yetu tufunga tukimaanisha ya kwamba uko mtu wa uzima ulioniona siku zote za maisha yako. Tunapofanya kazi za uinjilisti, fanya kwa moyo ukiamini ya kwamba mtu wa uzima utawakomboa na kondoo walio katika zizi nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anawapenda wote. Yesu anatuhitaji wote. Tusimame watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 16. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, anasema, na kondoo wengine nao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwa kundi mmoja na mchungaji mmoja. Haleluya. Hii inakupa dhihirisho ya kwamba Mungu ana mpango na dunia nzima. Pasaka ya leo inatuletelea kwamba tukamjue mwalimu wetu, tukamjue mwalimu wetu mkuu ambaye ni Kristo Yesu, ambaye hana mipaka. Akikutarget amekutarget. Haijalishi uko katika nchi ya Kiarabu, haijalishi uko katika nchi ya Kiislamu, haijalishi uko Jamani, Bwana wetu amekutarget, kwa sababu anatupenda. Yesu ana watu. Unaanza kushangaza. Mwaka huu anakwenda kuokoa watu. Wale ambao kumtegemea, wale wanaowaita wabaya, wale wanaowaita wamekataliwa, Yesu bado anawaita, maana anasema yeye ni Rebeli ambaye ni mtu wa uzima. Maana Mungu anasema, njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hakuna mzigo. Wakapambana na makasia, wakapambana na kupiga mbio na makelele mengi, hayakusaidia kitu, wakiwa wamejisahau kama leo leo yuko hapo. Ashukuriwe Mungu, mwanafunzi mmoja akadai ya kwamba tumwamshe Yesu. Haleluya. Tumwamshe mtu wetu wa uzima, tutauona uzima. Walipomwamsha Yesu, yale mafuriko au yale dhoruba likatulizwa kwa nguvu za Mungu. Dhoruba iliyo mbele yako, mwamshe Rebeli wako, mwamshe mwalimu wako mkuu. Sikiliza nikwambie, kwenye nchi ya Saudi Arabia, kwenye nchi ya Saudi Arabia yupo mwana wa mfalme anaitwa Prince Khalid bin Abdul Aziz. Amempa Yesu maisha yake. Yaani ni mfalme, prince, mmoja ya mwana familia Saudi Arabia. Na Saudi Arabia ukionekana umepinga Uislamu, hukumu yake ni kifo. Maana hawataki dini nyingine. Lakini mwana wa mfalme huyu amekubali mateso, amekubali kifo kwa sababu ya Rebeli huyu ambaye ni mtu wa uzima. Maana ametazama Warebeli wengi hawana uzima ndani yao. Viongozi wengi hawana matumaini. Viongozi wengi wanashughulikia mambo yao binafsi. Lakini Yesu hashughulikii mambo yake binafsi, anashughulikia mambo ya watu. Haleluya. Anashughulikia mambo yangu. Kuna maneno ya uzima. Kwa Rebeli kuna maneno ya uzima. Kwa Rebeli kuna hatima yako. Kwa Rebeli kuna ushuhuda wako. Kwa
Anasema hata kama ni maiti, huyo ni Mungu wangu. Haleluya. Amen. Hata kama nitamtafuta asipatikane, bado nitaamini kwamba yupo. Watu wengi tunapitia majaribu mbalimbali. Wakati Yesu haonekani, huwa tunagairi. Na ile hali ya kugairi, shetani huchukua nafasi ya kupachika vitu vyake na unamkuta umeshapoteza mwelekeo. Nikichukua wazo langu, wazo la matatizo yangu, nikaliweka kwenye mwanangu, siwezi kusimama mbele, siwezi kusimama. Mariamu Magdalena alitaka tu kusimama na wazo la kumtafuta mwili wake. Haleluya. Anamtafuta Yesu popote pale alipo. Wakati fulani Yesu wakiwa wanavuka ng'ambo, jaribu likawajia wanafunzi wake. Maana Mariamu Magdalena haelewi, lakini malaika wanatokea, anaangalia ndani, anaona malaika, lakini baadaye anamtokea kwa nyuma, anasema mimi ndiye Reboni wako. Haleluya. Mimi ndiye Reboni wako ninayetaka. Maria Magdalena, upokee wito, upokee ujumbe na uwapelekee mataifa. Reboni, mti wa uzima. Reboni, yeye ni mwalimu wako. Pasaka ya leo, mjue Reboni wako, mtambue Reboni wako, mthamini Reboni wako, mpende Reboni wako, mtafute Reboni wako. Hata kama amepotea, mtafute. Mama yetu wa kwanza alipaswa kwanza kutafuta mashauri ya kiungu, maoni ya kiungu kwa habari ya lile wazo lililokuwa linakuja lisilofahamika. Mara nyingi mawazo mengi yanakuja kwetu hayafahamiki. Hayo mawazo tusianze kuyachukulia maamuzi, tutakuwa sumbule. Watu wengi wanakunywa sumu, wanajinyonga kwa sababu yale mawazo yanajijenga ndani ya mioyo yao, halafu yanawafanyia uamuzi. Amen. Yanawafanyia uamuzi. Usikubali mawazo ya kibinadamu, mawazo ya kipepo, mawazo usiyoelewa juu ya maisha yako kuyafanyia kazi. Taka tu wazo la Reboni, taka tu wazo la Kristo Yesu ambaye ni Baba na Mwokozi wa maisha yetu. Wanafunzi wakasema tutaenda kwa nani? Unawakimbia kwa sababu ya chaguo lao. Mungu ametupa uhuru wa kuchagua. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Haleluya. Maria Magdalena anachagua Reboni, anachagua mti wa uzima, anamchagua Yesu Kristo. Anasema ninamtafuta mwalimu wangu, mwalimu aliyemfundisha tangu mwanzo. Kitabu cha Mwanzo anasema ikiwa tu mkigusa mtu wa katikati hakika mtakufa. Alikuwa ni Reboni anaofundisha watu wa Mungu mahali pale. Muone Yesu mahali pale. Haleluya. Kwenye kitabu cha Kutoka tunaona Reboni huyo wakati anakuja kufanya maandalizi, anawakinga watu wake kwa mbawa zake. Anasema mkishamchinja huyu mwana kondoo, ile damu yake kaipakeni kwenye miimo ya nyumba zenu, ili nitakapokuja kufanya mabaya yasiwapate. Reboni anawafundisha. Hebu sema Yesu asubuhi ya leo nifundishe. Sema Yesu asubuhi ya leo uwe mwalimu wangu. Watu wengi tuna walimu sawa, lakini hawajawa na kiwango cha Reboni. Hawajawa na kiwango cha mti
wa uzima. Magdalena anazungumza, anasema inawezekana huyu atakuwa ni mtunza bustani. Wakati mwingine Reboni amejitokeza kama mtunza bustani. Haleluya! Kiebrania, Reboni maana yake ni mwalimu wangu. Hebu sema mwalimu wangu. Magdalena alimtambua Yesu kama mwalimu wake. Yesu tangu mwanzo anajitokeza katika namna kana kwamba ya kutokuonekana, lakini alikuwepo. Katika bustani ya Edeni Yesu alikuwepo, maana yeye ndiye aliyekuwa mti wa uzima. Maanake kama wangepata ufahamu mapema ya kwamba anayezungumza pale ni adui na yale mawazo ni ya kishetani, wasingeyaendeleza, wasingeyafanyia kazi. Hebu sema usifanyie kazi wazo la shetani. Kwa hiyo ukisoma nyumbani vizuri Kutoka hiyo 12, na mwandishi ni huyo huyo pia Musa anaandika vitabu 5 kikiwepo Kutoka, Exodus. Tunaiona Pasaka ya Waisraeli kule Misri, lakini tunaona Injili ya Yohana Mtakatifu sura yake ile ya 20 aya ya kwanza hadi ya 18, tunamuona Mariamu Magdalena. Hebu sema Mariamu Magdalena. Na hapo ndipo penye kichwa cha somo leo la Pasaka ya leo, kwamba Reboni ni mtu wa nini? Wa uzima. Mariamu Magdalena kibibilia au kihistoria anachukuliwa kama mtume wa 13. Mitume walikuwa wangapi wapendwa wa Yesu? Walikuwa wangapi? Mungu anamuongeza mama Mariamu Magdalena kuwa mtume wa 13. Maandiko yanasema kuna wanafunzi aliyekuwa Yesu anampenda. Sasa angalia, alikuwa Petro aliyekuwa anampenda Yesu. Hata Yesu anasema, wewe Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Haleluya! Hazungumzii mwamba wa Petro, anajizungumzia yeye Yesu, kwamba ewe Petro, katika mwamba huu mimi Kristo ninalijenga kanisa juu ya mwamba huu, na misingi ya kuzimu haitaweza kunyangusha, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mariamu Magdalena ni mwanafunzi ambaye alikuwa anampenda Yesu. Sema anampenda Yesu. Wanavishwa nini? Nimesema tuhubiri pamoja. Tuko pamoja kwani? Wanavishwa nini? Wakajiona wako uchi, wakajikuta wanapungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu anachinja mnyama, yule mnyama, ile ngozi, kazi yake ilikuwa nini? Kuwavisha, kuwafunika utupu wao, kuwafunika aibu yao. Ile ilikuwa ni Pasaka ya kwanza. Maana yake kama uharibifu ulikuwepo, Mungu wale maarifu yapite tu. Haleluya! Hiyo ni revelation. Sema revelation. Tunatembea na ufunuo. Yule mnyama wa kwanza pale bustani ya Eden alimaanisha Pasaka, ili mabaya
yanapokuja yapite juu kwa habari ya Adamu na Hawa wasipate maangamizi. Tunaiona Pasaka ya wana wa Israeli pale Misri tulipokuwa tunasoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 21 hadi 28. Maana yake Mungu anapitisha giza juu, anapitisha madhara juu ya wana wa Israeli, kana kwamba wao wasipatwe, lakini majirani zao wapatwe, lakini maadui zao wapatwe na hayo madhara. Hilo giza lililokuwa linawafunika hawa majirani lisiwafunike wana wa Israeli. Hata mzee wetu pale Silaya wanamshirikisha. Haleluya! Mwambie jirani yako tushirikishane. Somo letu leo ujumbe unasemaje? Raboni mti wa uzima. Wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, kulingana na msomaji wa kitabu hicho, mwandishi ni Musa, lakini tunaona ufahamu unajadiliwa kwa mara ya kwanza. Hebu sema ufahamu unajadiliwa. Wapenda, mshitaki wetu Ibilisi yupo kila wakati, yupo. Kwa hiyo jaribio la kwanza kwa wazazi wetu ni kuwatoa mababa zetu na mama zetu wa kiroho wa kwanza katika mwelekeo wa kiungu. Tunaona baada ya ufahamu kujaribiwa, wanajitambua. Sema wanajitambua. Ile hali ya wao kujitambua, wana be out of target, yaani wanakosea kulenga, wanachagua wrong tree, mti ambao sio sahihi kwa wakati wao, kwa majira yao na kwa ajili ya hatima za watoto wao. Fungulia mlango kwa ajili ya kupata hewa ya kutosha. Hatuna feni. Wanakuwa wapo out of target, kwa sababu wapo out of target ya lile chaguo baya. Bado tunaona Mungu anafanya Pasaka pale, anamtoa mnyama pale, halafu yule mnyama anafanyaje? Anachinja. Mpe jirani yako Biblia ashike. Haleluya! Usiwe mchoyo. Wewe ambao una Biblia, mpe jirani yako ashike, kwamba tunashughulikia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 19. Haleluya! Kina Malaki ambao leo wameamua kumpa Yesu maisha yao kuwa mwamba na mwokozi. Hebu mguse Malaki hapo. Maana nimesema majirani si mpo, si ampo. Baba jirani anakwenda anasafiri kabisa. Ule mchele umeiva vizuri. Umeiva. Na nakupongeza sana wewe ambaye uliamka asubuhi na mapema ukapika ule mchele. Hata niwapongeze hata wale waliofanya maandalizi ya masuala ya usafi hapa kanisani, maandalizi ya viti, maandalizi ya vyombo. Ujumbe asubuhi ya leo, kama unaandika, andika Raboni mti wa uzima. Ujumbe wa Pasaka ya leo, kama unaandika, andika Raboni mti wa uzima. Sema hii mpya, hii sijawahi kuisikia. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, kila itwapo leo mambo ni mapya. Mwambie hata wewe leo ulivyo ni mpya.
Shika mkono, mtikishe kidogo, mwambie wewe ni mpya. Mwambie pia umependeza. Leo ni Pasaka. Lakini siku ya Ijumaa tumekuwa na ibada mahali hapa tukiwa na ile sikukuu ya Ijumaa Kuu. Lakini kama unavyojua tuna Alhamisi Kuu, tuna Ijumaa Kuu, tuna Jumamosi Kuu, halafu tuna sherehe za Pasaka au siku ya Bwana mfufuka. Sasa hili neno kwanza, Pasaka maana yake nini? Pasaka maana yake pita juu. Pasaka ya kwanza Waisraeli walisherehekea wakiwa utumwani kule Misri. Lakini mimi huwa ninajaribu kuangalia maandiko kidogo. Kuna Pasaka nyingine iliyokuwepo hata kabla ya Pasaka ya Waisraeli kule Misri utumwani. Tunaona somo la kwanza kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wake ule wa kwanza hadi wa 19. Na tunaona mahali pale wazazi wetu wa kwanza Adam na nani na Hawa. Wengine wanapenda kusema Adam na nani. Naomba tuhubiri pamoja, acha mawazo ya nyumbani. Amina. Hebu mwambie jina lako, tuhubiri pamoja. Ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana, ya kwamba amemwambia hayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa sababu ya wema wake. Naomba tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru sana zia mstari ule au aya ile ya kwanza hadi ya 18. Nami nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walipomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Aya ya 6. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imesongwa mbali mahali pa pekee. Basi ndipo alipoingia, naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani mwao. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake.
Yesu. Nao wakamwambia, naam, unalilia nini? Akamwambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. 14. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia, Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Pasaka ya leo. Tambua hiyo ya kwamba Yesu yuko tayari, alishabeba na ataendelea kubeba mizigo ya wanadamu hata ukamilifu wa dahari. Pale msalabani akasema imekwisha. Maana yake ameshakomboa, maana yake ameonyesha mti wa uzima tena kwetu. Ni machaguzi yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Chagua mti wa uzima mchana wa leo. Mchague Kristo Yesu mchana wa leo. Unapoomba pale nyumbani, omba ukimaanisha ya kwamba uko mti wa uzima. Katika mifungo yetu tufunga tukimaanisha ya kwamba uko mti wa uzima unaoiona siku zote za maisha yako. Tunapofanya kazi za uinjilisti, fanya kwa moyo ukiamini ya kwamba mti wa uzima utawakomboa na kondoo walio katika zizi nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anawapenda wote. Yesu anatuhitaji wote. Tusimame watu wa Mungu. Haleluya. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 16. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, anasema, na kondoo wengine nao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Haleluya. Hii inatupa dhihirisho ya kwamba Mungu ana mpango na dunia nzima. Pasaka ya leo inatuletelea kwamba tukamjue Bwana wetu, tukamjue mwalimu wetu mkuu ambaye ni Kristo Yesu, ambaye hana mipaka. Akikutarget amekutarget. Haijalishi uko katika nchi ya Kiarabu, haijalishi uko katika nchi ya Islam, haijalishi
Yesu maisha yake, yaani ni mfalme, prince, mmoja ya mwana familia Saudi Arabia. Na Saudi Arabia ukionekana umepinga Uislamu, hukumu yake ni kifo. Maana hawataki dini nyingine, lakini mwana wa mfalme huyu amekubali mateso, amekubali kifo kwa sababu ya Rebani huyu ambaye ni mtu wa uzima. Maana ametazama Warebani wengi hawana uzima ndani yao, viongozi wengi hawana matumaini, viongozi wengi wanashughulikia mambo yao binafsi, lakini Yesu hashughulikii mambo yake binafsi, anashughulikia mambo ya watu. Haleluya! Anashughulikia mambo yangu. Kuna maneno ya uzima kwa Rebani, kuna maneno ya uzima kwa Rebani, kuna hatima yako kwa Rebani, kuna ushuhuda wako kwa Rebani. Vipo vyote ambavyo vimefichwa vitakuwa wazi kwako endapo utaamua kumtafuta asubuhi ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Pasaka ya leo, Pasaka ya leo, tafute Rebani, pambana na Rebani. Maneno nitakutafuta. Anatazama pembeni, anaona vitambaa separated, anasema hata kama ni maiti, huyo ni Mungu wangu. Haleluya! Hata kama nitamtafuta asipatikane, bado nitaamini kwamba yupo. Watu wengi tunapitia majaribu mbalimbali, wakati Yesu haonekani huwa tunagairi, na ile hali ya kugairi, shetani huchukua nafasi ya kupachika vitu vyake na unakuta umeshapoteza mwelekeo. Nikichukua wazo langu, wazo la matatizo yangu, nikaliweka kwenye moyo wangu, siwezi kusimama mbele, siwezi kusimama. Mariamu Magdalena alitaka tu kusimama na wazo la kumtafuta mwili wake, mwili wake. Haleluya! Anamtafuta Yesu popote pale alipo. Wakati fulani Yesu wakiwa wanavuka ng'ambo, jaribu likawajia wanafunzi wake.